Zamani za kale, katika kijiji kimoja kilichozungukwa na milima na mashamba ya kahawa kaskazini mwa Tanzania, aliishi kijana aitwaye Mangi. Sina jina lake lilikuwa la ajabu kidogo, maana watu walimwita Sina kwa sababu alionekana kama hana kitu, hana mali, hana ng'ombe, hana hata shamba kubwa kama wenzake. Lakini walichokuwa wajui ni kwamba Mangi Sina alikuwa na kitu kimoja cha thamani kuliko vyote: moyo wa wema na hekima ya ajabu. Mangi Sina aliishi kwenye kibanda kidogo cha udongo pembezoni mwa kijiji. Kila siku aliamka mapema, akawasaidia wazee kubeba kuni, akawasaidia watoto kuvuka mto na kuwafariji waliokuwa na huzuni. Watu wengi walimpenda, lakini bado walimchukulia kama mtu wa kawaida sana, hawezi kuwa na mafanikio. Baadhi yao walimnenea hana chochote, wengine waliongeza, lakini Mangi Sina kujali. Alisema tu, mtu si mali alizonazo, bali moyo wake. Siku moja ukame mkubwa ulikumba ile nchi. Maji yakakauka, mazao yakaribika, na watu wakaanza kukata tamaa. Viongozi wa kijiji walikusanyika kutafuta suluhisho, lakini hawakupata jibu. Mangi Sina akasimama kimya na kusema, tusikate tamaa. Kuna chemchemi iliyojificha msituni, babu yangu aliwahi kuniambia. Watu wakamcheka, wewe usiye na kitu utatuokoa vipi? Walimwambia. Lakini baadhi ya vijana waliamua kumfuata. Wakaingia msituni kwa siku 3. Njiani walikumbana na miba, njaa na uchovu. Wengine wakataka kukata tamaa, lakini Mangi Sina aliendelea kuwatia moyo. Hatimaye walifika mahali ambapo kulikuwa na chemchemi ya maji safi iliyofichika chini ya mwamba mkubwa. Vijana wakashangaa sana. Umesema kweli? Wakasema kwa mshangao. Wakarudi kijijini na habari njema. Kwa pamoja wakachimba njia ya kuleta maji kijijini, na ndani ya muda mfupi maisha yakaanza kurudi kawaida. Kuanzia siku hiyo watu hawakumwita tena Sina kwa maana ya hana kitu, bali walimtambua kama mtu mwenye thamani kubwa moyoni. Alikuwa si tajiri kwa mali, bali kwa hekima, upendo na ujasiri.